Kama sote tunavyojua, neno linalo tuongoza siku zote kwenye madhabahu hii ni neno kutoka Waefeso 3:20, neno linalosema, Waefeso 3:20 nasema, tukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama ulivyosikia shuhuda, basi tunamtukuza huyo ambaye ni Yesu Kristo atupaye nguvu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata kutuokoa, kutukomboa, kutuponya, kutuhuisha na kutufanyia mambo makubwa ya ajabu mno kuliko yale tuyawazayo katika mawazo yetu au kwa elimu zetu au kwa nguvu zetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi tumtukuze yeye ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Tuna somo ambalo binafsi nimesukumwa tutafakari mafundisho haya ambayo mtumishi wa Mungu Paulo alisema na Wakorinto katika waraka ule wa kwanza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Paulo katika Wakorinto wa kwanza, sio waraka, katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 aliona aseme maneno haya na Wakorinto, kwa sababu kama watumishi wa Mungu walikuwa wanamtumikia Mungu wakati huo, katika kanisa kuliingia na udhaifu ambao ilibidi awafundishe. Tukumbuke kwamba Paulo alikuwa ni msomi wa nyakati hizo, na kwa kiwango chake ameweza hata kuonekana katika vitabu vingi kuliko wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo, kati ya wale wanafunzi 11 waliokuwa wamebaki baada ya Yuda kumsaliti Bwana Yesu, na hata wanafunzi wengine ambao waliungana na hao baadaye. Utaona pia hawakuwa na vitabu vingi kama ambavyo tunapata sasa hivi ambavyo Paulo aliandika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hii inaonyesha kwamba kanisa toka zamani lilikuwa lina vita, na vita vinatoka miongoni mwa viungo vya kanisa. Kama tulivyo hapa, sisi ni viungo vya Kristo, au tuseme sisi ni kanisa la Kristo, na kila mmoja ni kiungo kwa mwenzake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo unaweza kukuta kiungo kimoja kikawa na hitilafu, lakini hitilafu ile kama ingelikuwa ni ugonjwa, basi ugonjwa ule ungekuwa unapita kutoka kiungo kimoja kuambukiza kiungo kingine. Hivyo mwili wote unapata shida, kwa sababu ule ugonjwa unasafiri, kama ambavyo ugonjwa wa kansa unavyoweza kumpata mwanadamu, na madaktari wanaona ni vema kuondoa kile kiungo kilichoharibika na kukitenga na sehemu ya mwili wote, ili mwili mzima usije ukaharibika. Sasa kwa namna ya neno la Mungu utaona kwamba hayo yakitokea, watumishi wa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu walikuwa wanafundishana, na sisi leo tunakwenda kufundishwa na kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 14 na mstari kuanzia ule wa kwanza
tutasoma mistari yote, tutajitahidi tusome mistari yote, kwa sababu ndipo tutaelewa na ni kwa nini. Na msukumo huu nimeupata baada ya kuona kuna wachache kama sio wengi watakuwa wameona mtu ambaye aliombewa alipoitwa na watumishi wa Mungu kwenye huduma ile, alipoombewa akiwa pale mbele alikuwa ananena kwa lugha. Lakini katika kunena kwa lugha, kumbuka lugha, katika kunena kwa lugha ni jambo la siri. Ina maana ukiwa na jambo ambalo unapokuwa katikati ya maadui unataka useme na Mungu wako, basi kinachokusaidia wewe kusema na Mungu wako bila wao kujua ni kunena kwa lugha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini saa zingine matumizi yanapokuwa sio mazuri katika kunena kwa lugha, shetani anapata kamlango kwa kuingia. Wewe unafikiri unanena kwa lugha, kumbe ni mapepo yamekuvaa, kama tulivyoona kwa wachache waliona. Lakini ndivyo imetokea hata hapa kwetu maeneo mbalimbali, ilishatokea shida namna hiyo. Hata mimi binafsi nilishaona mtu katika kunena, katikati ya kunena kwa lugha, mapepo yakamvaa. Kwa hiyo wengi wakadhani ananena kwa lugha, ni upako umemshukia, kumbe mwenzetu alikuwa tayari amevamiwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa tuone Paulo anatufundisha nini katika Wakorintho wa kwanza na mlango wa 14. Ningependa kama mzee Pondo au mwingine mwenye microphone twende kwa haraka kuanzia ule mstari wa kwanza. Nasoma kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Ufuateni upendo. Wakorintho wa kwanza mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa kwanza. Amen. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutakuwa tunapenda mstari kwa mstari. Ni mstari ambayo tunaijua siku zote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Lakini nataka twende tukitafakari hatua kwa hatua, kwa sababu tumekuwa tukisoma, lakini pengine umekuwa ukisoma mwenyewe au alisoma kiongozi wa mahali unapoabudu na vitu vya namna hiyo. Lakini hebu tuone, tupime hili pamoja, kwamba utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini kuhutubu? Kwa sababu katika kuhutubu, na tutaona kwa mbele, katika kuhutubu unakuwa unazungumza katika lugha ya kueleweka. Ndio sababu amekazia. Na katika kuhutubu kwako lazima utanguliwe na upendo, kwa sababu anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, kwa sababu katika kuhutubu karama za rohoni ni lazima, ni muhimu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tuendelee mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali kusema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Amen. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Nafikiri wote tunajua kunena kwa lugha. Wanaonena kwa lugha wanyoshe mkono. Nyosha tusumligoti. Manake ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini hata kama uneni kwa lugha, lakini umewahi kusikia mtu akinena kwa lugha, si ndio? Ni kipawa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini sasa hapa neno la Mungu linatuambia huyu anayenena kwa lugha hasemi na watu, hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye,
Kwa kufafanua, unasikia lakini huelewi. Hakuna asikiaye lakini ananena mambo ya siri katika roho yake, bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Kama siku zote watumishi wanaposimama hapa wanasema na sisi, wanatujenga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Inawezekana katika kule kutujenga kwetu, ndio sababu hata kama ndani yetu kuna mapepo, kwa ajili ya lile neno la kutujenga na kutufariji, unashangaa unafunguliwa kirahisi. Kwa sababu ya nini? Sio kwa sababu yule mtu amenena kwa lugha, ni kwa sababu amefanyaje? Amehutubu, amefundisha, amekushauri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo faida ya kuhutubu kwa lugha hii waliotumia hapa, mwingine akisema amehubiri au amefundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika yale, kwa jinsi ulivyopokea ndivyo neno la Mungu linavyokufungua. Lakini yule mtu angeongea, na tutaona kwa mbele, angeongea, angenena kwa lugha, wewe usingejua kabisa. Hata yule pepo asingejua ili atoke. Yule pepo asingejua ili atoke, kwa sababu zile ni lugha za mbinguni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni muhimu, lakini na mahali pake, na huwezi kulazimisha sikio ulitumie kama jicho. Kunena kwa lugha kuna kazi yake na wakati wake maalum. Tulifika mstari wa 3, tumishi, tuendelee na ule mstari wa 4. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Kwa hiyo ukinena kwa lugha ni vizuri sana, kwa sababu unajenga nafsi yako. Lakini unaposimama mahali kama hapa haikusaidii, na kama itasaidia tutaona kwa mbele neno la Mungu linatuambiaje. Twende mstari wa 5. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Amen. Watu wa Mungu, mnanielewa? Na hapa mstari wa 5 nasema, nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Kwa hiyo kumbe ni kama kitu cha wakati. Kuna wakati unatakiwa unene kwa lugha ili ujijenge mwenyewe, na hapa Paulo anatuambia anataka sana tuhutubu. Kwa hiyo katika kunena kwa lugha kutakusaidia wewe kujijenga ili uweze kuhutubu, kwa sababu wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Wewe ni kiungo kwa mwenzako. Kwa hiyo umuhimu upo, lakini unatumiaje? Shida inatupata, tunatumiaje? Ngoja tujaribu kwenda kwa haraka ili tumalize, tuingie kwenye maombi. Ila sasa mstari wa 6 inasema, ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema na ninyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia
ya elimu au kwa njia ya hotuba au kwa njia ya fundisho. Mtu akija anene kwa lugha hata kusaidia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu mwenyewe anazungumza mambo ambayo ni asiri. Soma mstari wa 7 mtumishi. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikaje ni wimbo gani unaoimbwa kwa filimbi au kwa kinubi? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hapa tuna vitu vingi. Kuna kitu hata bila kuona kikidondoka hata nyumbani kwako, kama ni kijiko unajua hicho ni kijiko, hata kama hujakiona. Mtoto akadondosha hata labda glasi ikavunjika, unajua hiyo ni glasi, sio bakuli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ikija hata kwenye vitu kama vya muziki alivyoandika hapa, vitu visivyo na uhai kama hivyo nilivyokutajia. Sasa turudi hivi alivyotaja hapa, vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi au ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti. Kwa sababu mlio wa bakuli na mlio wa kijiko ni tofauti, si ndio? Mlio wa kinanda na mlio wa zeze ni tofauti. Sasa utajuaje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo anasema itatambulikaje ni wimbo gani unapiga, au filimbi au kinubi? Kwa sababu hata tunapoanzisha wimbo hapa, jinsi mwanzilishi anavyoanzisha, basi ndivyo tunavyoweza kupokea, kwa sababu ni kitu chenye kueleweka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akianzisha kitu kisichoeleweka, watu watanyamaza. Tunaenda haraka, mstari wa 8 mtumishi. Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Hakuna. Zamani wanapiga baragumu. Baragumu ikipigwa, basi watu wanatoka, wanajua hiyo baragumu iliyopigwa ni kuna vita. Makabila mengi ya Tanzania wanajua. Hata kuna watu ambao wakipiga kelele kama yowe, wanajua kelele hii ni ya vita, hii ni ya kufiwa, hii labda kelele hii ni ya mtoto kuzaliwa. Tena wengine wanajua kupiga ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mlio ule unaashiria kuwa ni nini. Kwa hiyo baragumu sasa inavyolia, wakwenda kwenye mahandaki wakakwenda, ili wale ambao ni maaskari waweze kwenda kwenye vita. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mstari wa 8 wa 9. Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Unaweza kuwa kwa kweli unanena kwa lugha vizuri, tena lugha ya Roho Mtakatifu, lakini sasa haya maneno sio dhahiri, kwa sababu hilo neno lilonenwa sasa litajulikanaje? Bwana Yesu asifiwe. Twende haraka. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Ndio, kila sauti ina maana. Tuendelee. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Tena najifafanua. Tuendelee ili tuweze kutoka hapo. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Hiyo ndio faida.
vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana wanazo ili kulijenga kanisa. Unaweza ukatamani sana kunena kwa lugha, lakini hapa Paulo anatushauri, anasema tutake kwa ajili ya kujijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kukuta mtu anaenjoy kweli kweli, kianza tu kuomba anaanza kushadarize, anaomba kweli kweli, lakini ile ni kwa ajili yake, lakini yupo katika kusanyiko kama hili au saa zingine hata la zaidi. Kwa namna hiyo anakuwa hajengi kanisa. Twende mstari unaofuata, mstari wa 13. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa hiyo anenaye kwa lugha apewe kufasiri, kwa sababu ukipewa kufasiri utaweza kuwa umepewa kitu kikubwa, umeletewa kitu kikubwa na Roho Mtakatifu. Sasa hiyo siri itoe kwa kanisa, upewe kufasiri. Lakini kufasiri hauna, alafu unanena mbele za watu, ndio pale anaposema kwamba mtu atakuona, asema anasema ule mstari wa 11 alisema pale kwamba basi nisipojua maana ya sauti itakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye. Kwa hiyo usipojua hiyo sauti unakuwa kama mjinga kwa anenaye, na kwa huyo anenaye naye anakuwa mjinga kwa huyo mwingine. Kwa hiyo inakuwa haina kazi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mstari wa 14. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Unapoomba kwa roho, ukiomba kwa lugha, roho yako huomba, lakini akili zako wewe mwenyewe umeomba nini hujui. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kuomba ili upewe kufasiri ina maana sana kwako wewe mwenyewe, kwa akili zako kama neno linavyosema, lakini ina maana kwa kanisa. Mstari wa 15. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Mstari wa 16. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikaje amina, baada ya kushukuru kwako akiwa hajui asemayo? Amen. Uzuri wa Paulo alipofundisha maneno haya maneno kwa kadri Mungu alivyomjalia ndivyo ilivyo hata leo. Na kumbuka siku zote kama neno la Mungu lilivyo ni ili kutuonya sisi, na ndio sababu watu wa Mungu, wanafunzi wa Bwana Yesu walihifadhi maandiko ili tupate kuona jinsi wao walivyotembea katika njia ya Mungu, walivyotembea mahali walipopata shida. Maana walikuwa wanadamu kama sisi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Sio kwamba hawakujaribiwa, wamekutana na vikwazo kama ambavyo sisi tunakutana navyo, wamekutana na magonjwa, wamekutana na taabu za aina nyingi. Shetani aliwajaribu katika namna nyingi, na ndio sababu Roho Mtakatifu aliongoza katika kila hatua wanayopita, jinsi wanavyojaribiwa na wanavyoshinda. Lugha iliwajaribu, pengine watu wamekuwa wavivu wakati wa kuomba kiasi kwamba hataki tena kutumia akili, anataka kutumia roho. Uvivu wa kutumia akili, kwa hiyo anaongea maneno ambayo mwenyewe hana hakika.
kwa sababu kama hajui kufasiri, ina maana hana hakika na yale maneno. Kwa hiyo anaomba kwa lugha, ananena kwa lugha, matokeo yake anaishia usingizini. Kumbe hakuna alichokiombea katika yale ambayo yanampata. Basi Paulo kwa neema ya Mungu ameandika haya ili tujifunze kuwa kuomba kwa akili ni lazima, lakini zaidi sana kuhutubu, kwa sababu kuhutubu pia unatumia akili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unapohutubu ni rahisi kumfundisha mtu mwingine ili atoke mahali aliponaswa, ili atoke kwenye gereza kama tunavyoona kila siku. Dada yetu aliyotushuhudia alikuwa amenaswa, na angekuja madhabahuni hapa na kukutana na lugha asiyojua, angerudi na mizigo yake. Kweli si kweli? Angerudi nayo, kwa sababu asingejua anachoambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17. Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Yes. Yule mwingine hajengwi. Kwa nini hajengwi? Kwa sababu hajasikia ulichosema. Lakini wanajengwa, tunajengwa siku zote, kwa sababu sisi tunafundishwa kwa maneno ambayo yanatuingia kwenye akili zetu na kupambanua kile ambacho Mungu anatufundisha. Mstari wa 18. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi wote. Yes, Paulo alijivuna kwa sababu anapoonya, lakini kumbe Paulo ananena kwa lugha kuliko wale wengine, lakini yeye alikuwa anahutubu. Mara nyingi alikuwa anahutubu, na ndio sababu amesema hivi tena kuwaonya. Pengine alikuwa akimwona Paulo haneni kwa lugha, wanasema huyu haneni kwa lugha, wanamuona labda ana upungufu, haneni kwa lugha. Kumbe Paulo yeye anahutubu zaidi kuliko kunena kwa lugha, kwa sababu anaponena kwa lugha ananena mambo yake mwenyewe na Mungu wake, anajijenga yeye mwenyewe, na anapokwenda kutoka kwa hutubu anakuwa na ile nguvu na anakuwa na akiba, kwa sababu amejijenga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo inawezekana miongoni mwetu ikawa kuna watu ambao labda walipoona watu hawaneni kwa lugha wakadhani labda kiroho wamepoa au wako chini, lakini kumbe sivyo. Na sisi wakati jinsi tulivyotoka kwenye makanisa mbalimbali, inaweza kuwa ukaona kanisa fulani sio la kiroho kwa vile hawaneni kwa lugha. Kumbe kwa kulingana na neno la Mungu haimaanishi hivyo. Unaweza ukawa na hasara wewe mtu mmoja kwa sababu hujijengi kwa kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Ni kwamba kunena kwa lugha sio kipimo, na tutaona mbele huko. Kunena kwa lugha sio kipimo ya kuwa fulani ni mtakatifu kuliko mwingine. Kumbuka, madhehebu yetu ni vituo tu, lakini hatutaitwa kimadhehebu. Hakuna chumba cha madhehebu. Neno la Mungu linasema nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, lakini hamna makao ya dhehebu fulani. Hata ukisema natoka kwa mchungaji fulani, yule mchungaji hana mahali anapoambiwa chumba chako ni hiki na watu wako. Na kama kuna ujumbe wa kanisa utapewa kufasiri ili uweze kuambia wengine, uweze kuwahutubia wengine, kuwa Roho Mtakatifu ameniambia 1, 2, 3 katika kunena kwangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe.
Mstari wa ngapi mtumishi? Mstari wa 19. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Naona? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yaani bora maneno matano kuliko maneno 10,000 unayonena kwa lugha. Hili neno la Mungu. Maneno 10,000 ni sawasawa na sifuri. Bora maneno matano ambayo yanalisaidia kanisa, yanamsaidia mwenzako, kwa sababu sisi ni kiungo, kila mmoja kwa mwenzake. Tuendelee. 20. Mstari wa 20. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu. Ukiendelea kunena kwa lugha peke yake, hujui kufasiri. Ukiingia chumbani kuomba, unanena kwa lugha, akili yako haina matunda. Ukiwa kwenye kusanyiko kama hili, unanena kwa lugha, unaambiwa ni mtoto mchanga. Sijui kama umeweza kutafakari hayo maneno, kwamba msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga. Yaani ugeuzwe kwenye maovu ndio uwe mtoto mchanga, bali katika akili zenu mkae watu wazima. Akili ni yale mafundisho unayopokea. Mafundisho unayopokea kwa akili yanakufanya uwe mtu mzima. Lakini kwa vile somo ni la kunena kwa lugha, ukiwa unanena kwa lugha, roho yako ina matunda, lakini akili zako haziwe matunda. Kwa hiyo wewe ni mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa au nimekuchanganya? Umeelewa? Msio watoto katika akili zenu. Yaani kama hauna cha kuomba, inakuwa kama hauna cha kuomba, hauna cha kuhutubu, yaani una hata ushuhuda, una chochote, wewe ni mtoto mchanga. Lakini unaweza kunena kwa lugha, yaani haisaidii kanisa, wewe ni mtoto mchanga. Maana yake ile inaweza kukufanya kwenye maovu ukafanya maovu, na inathibitishwa na mstari unasema, bali katika akili zenu mkae watu wazima. Nasema lakini katika uovu mgeuzwe, katika uovu mgeuzwe watoto. Yaani msiwe wenye kutenda maovu. Kuna watu ambao ni watu wazima kwenye maovu, lakini kwenye mambo ya Mungu ni watoto wachanga. Ukiwa na akili, ina maana huwezi kufanya uovu. Nikijaribu kufafanua, kwa sababu inakuwa kama ni mstari wenye uzito kidogo katika kufafanua. Huwezi kuwa na akili ukatenda dhambi. Kama una akili utatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee 21. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine. Yaani atasema na sisi kwa watu wa lugha nyingine. Yaani watu wa lugha nyingine wanaweza kuja kusema na sisi. Mungu akasema na sisi kwa watu wa lugha nyingine, sio kwa lugha yetu.
na kwa kama kuna ugumu hapo, lakini tulipoletewa Injili walikuja watu wa lugha zingine, walikuja wazungu. Huo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Walikuja watu wa lugha nyingine na wakafundisha mpaka wametoa fasiri, wametafsiri Biblia, lakini ni watu wa lugha nyingine. Tukaachiwa Biblia za makabila tofauti na lugha ya Kiswahili pia. Ni watu wa lugha nyingine, kwamba watu wa lugha nyingine ndio wametuletea. Mungu amewaleta ili tuone ni muujiza, kwa kuwa Mungu anajua lugha zote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kwa midomo ya wageni, ni wageni walikuja, lakini kuna ambao hawajasikia. Kuna ambao hawajasikia japokuwa wamepelekewa kwa lugha yao na midomo ya wageni. Mstari wa 32, mstari wa 22. Basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini, lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili ya wao, kwa ajili yao waaminio. Amen. Sasa sikiliza vizuri hapa. Hizi lugha ni ishara kwao wasioamini. Sasa kumbuka, Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, wanafunzi kina Petro walinena kwa lugha za makabila tofauti, mataifa tofauti, kwa sababu haina maana Roho Mtakatifu anaweza kukupa lugha tu ile ya mbinguni. Anaweza kukupa hata lugha wewe kama ni Masai ukazungumza hata Kinyakyusa kwa wepesi tu, kwa sababu lugha zote Roho Mtakatifu anajua. Ndivyo alivyofanya siku ya Pentekoste, na hiki ndicho kinazungumzwa hapa, kuwa anapobadilisha, anapotoa uwezo wa mtu kuzungumza lugha nyingine, anasema ni ishara kwao wasio anasema lugha hii ni ishara, si kwao waaminio. Haikuwa kwa kina Petro. Huo muujiza umefanywa kwa ajili ya wale ambao hawakuwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Na hata sasa tumalizie hapa, anasema bali kwao wasioamini, lakini kuhutubu sio kwa ajili ya wasioamini, bali kwa ajili ya waaminio. Wanachotakiwa wale waamini ili wazidi kusonga mbele ni kupata mafundisho zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yaani yule anayehutubu ni kwa ajili ya wale waamini. Kama sasa sisi tulivyokaa hapa, ili tunapozungumza, kwa mtu ambaye haamini anaweza sielewe sana, lakini kwa wewe ambao unajua neno hili inakupa hata utafakari, na ukifika nyumbani upekue Biblia yako ili uzidi kulifahamu neno la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu wewe ni mwamini. Lakini kwa yule asiamini, pengine hana hata Biblia kwenda kupitia kama waberoa ya wale ambao walikwenda kuchunguza lile neno. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mstari 22, 23. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba ni wazimu? Aingie tu wakute kila mtu hapa ananena kwa lugha. Tena ukute hatujavamiwa, ni lugha ya Roho Mtakatifu kweli, lakini akaingia mtu ambaye hajui, ndio mtu mjinga. Biblia inasema ataponaje?
atatuona wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mahali penye kusanyiko, lugha ina mahali pake na tutaona Mungu, lakini tunachokosa ni utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu, na matokeo yake ndio unakuta saa ingine hata kanisa linapasuka katikati vipande, kwa sababu kuna wanaofikiri katika kunena kwa lugha ni muhimu kuliko hata kuhutubu. Lakini sasa tunaona Paulo anavyotufundisha mstari wa 24, lakini wote wakimtubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mtu mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote, kwa sababu anaelewa kile kinachosema, anaelewa. Ya 25, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu, akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Amen. Kwa hiyo siri ya moyo wake huwa wazi, kwa sababu ameelezwa wazi wazi kwa neno lililo neno. 26, basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja? Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Yes. Basi ndugu, mmekuaje mkutanapo pamoja? Kila mmoja ana zaburi, anafundisha, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Yaani kama hivi sisi tulivyo sasa tunapokutana, kila mtu angesimamishwa, kuna kitu angeweza kusema cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana kitu cha kuweza kusema kwa ajili ya kujenga kanisa, kwa sababu tunajifunza kupitia neno la Mungu ambalo liko wazi, haliko sirini, haliko ndani yangu peke yangu, haliko ndani yako peke yako. Sio lugha ambayo huijui. Sala 27, kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Sasa hapo tunapewa kanuni, tunapewa utaratibu. Mtu akinena kwa lugha, wanene wawili watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, sio wote kwa mara moja. Zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na mmoja afasiri, kwa sababu ndio utaratibu wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 27, mstari wa 28, lakini asipokuwa mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Ndio, lakini asipokuwa mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Itakuwa na faida kwake kuliko kunena kwa lugha mbele ya kanisa, wakati haitawafaidia kitu, kwa sababu hakuna atakayetafsiri. Mstari wa 29, na manabii wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na manabii wanene wawili na au watatu, na wengine wapambanue. Ili nini?
huyo akisema hiki, huyo anaweza wawili watatu na wengine wapambanue ili watu wajue. Maana unabii ukitoka unaweza kuwa mgumu. Unabii unaweza kutoka kwa njia kunena kwa lugha. Unabii ukatoka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio anamaanisha. Unabii unaweza kutoka ukatoka katikati yetu. Sasa isidhimishwe. Lakini wawili watatu na wengine wapambanue. 30. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na anyamaze. Kwa maana ninyi nyote mwaweza kutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Na roho za manabii huwatii manabii. Roho za manabii huwatii manabii. Kwa hiyo unabii ukitoka, hakuna ambaye atabisha unabii wa mwenzake, kwa sababu kama ni roho wa Mungu anawapa unabii, mwenzake hawezi kukataa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na saa zingine utakuona hata tunapokuwa kwenye maombi hapa, kile ambacho mtumishi wa Mungu anakitamka na sisi tunapokirudia anatamka, tunarudia. Kama tunakemea mapepo, tunafanya nini? Yule mtu tunayemwombea anafunguliwa kirahisi, kwa sababu tunakuwa kwenye sauti moja kwa kufanana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Lakini ikiwa huyu anaomba hiki, huyu anaomba hiki, huyu anaomba, yaani ile inakuwa ule mtiririko huu pamoja, ule umoja wa roho unakuwa unakwenda vipande vipande. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na ndio sababu roho wa manabii hutii manabii. Sisi tunaelewa kutamka kitu cha pamoja kilichotolewa unabii kinatusaidia katika huduma, ili kumfungua yule mtu aliyefungwa kwenye vifungo. Na ndio sababu unakuta mtu amekaa kwenye kiti hatamki neno lolote, ile sio nzuri. Unapokuwa kwenye madhabahu kama hii, ni vizuri uende sambamba na wengine wanavyoomba, kwa sababu kama ni kweli una shida, basi kile kinachotamkwa, kile ambacho Mungu amemwongoza mtumishi wa Mungu aliyesimama, kile kinachotamkwa kinakufungua na wewe, kwa sababu sisi tunaweza tukasema tabu zako hazina tofauti na mwingine. Kama ni kiuchumi, kama ni magonjwa, shetani ni ule ule, mapepo yake ni yale yale, mizimu ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza kuta unafunguliwa kwenye kiti kwa sababu ya kutii tu, sio kingine. Na shetani akishaona umetii, basi anajua sasa hapa tumeumbuka. Kwa hiyo anakuachilia. 33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. 34. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii, kama vile inenavyo Torati nayo. Hiyo ilikuwa ni enzi ya Kiyahudi. Unajua maneno mengine kwa sasa hivi kwa sisi ambao tumewekwa huru hayana hiyo mipaka kwenye kanisa, lakini kwa wale ambao walikuwa bado Wayahudi, ulikuwa uwezi kuwapata kama unamsimamisha mwanamke mbele ili ahutubu kwa wanaume. 36. 35. Okay. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, au kuwafikia ninyi peke yenu? Ehe.
Au je, neno la Mungu limetoka kwenu au liliwafikia ninyi peke yenu? Hii ni kwa ajili ya wale ambao kwa mfano wana madhehebu yao, lakini utafikiri wao ndio wanaompangia Bwana Yesu Kristo ni nani wa kwenda mbinguni kwa sababu ya sheria zao na kanuni zao walizojiwekea. Inawezekana si sasa Mungu ametupa neema tunaweza kukusanyika hivi. Kuna mahali watu hawawezi kukusanyika, hawezi kusanyika kabisa kwa sababu ya tofauti ya madhehebu waliotoka. Sasa hapa neno la Mungu nauliza, au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Ni sawa tu na kusema kwani hiyo mbingu ni yenu? Wanaijua wale kufika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno ni la Mungu. Inawezekana tunapojifunza neno la Mungu tukaelewa kwa namna tofauti. Sasa sio nafasi ya sisi wenyewe kutuhumiana, kwa sababu katika kutuhumiana hatutaweza kushirikiana ili lile neno, kwa mfano kama umeelewa zaidi kuliko mimi, uweze kunifafanulia au kunifundisha. Unapomtuhumu mwenzako, kwa mfano kama unapotoka hata mali hapa ukaenda unataka kushuhudia, usishuhudie kwa kupingana na yule unayetaka kumshuhudia. Huwezi kumwambia Bwana Yesu anaokoa hata kubalia, kwa sababu huko tunapozaliwa kwenye dini zetu kuna mafundisho yalipita yakawaaminisha walivyoamini, na wakafikiri kwa kupitia mafundisho ndivyo watakavyoingia mbinguni. Lakini ukienda naye kwa hatua bila kubishana naye, utampata ndugu yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasomwa na wengi na watu wanaelewa kulingana na tofauti zao. Saa zingine kwa ajili ya tafsiri, utaona hata tafsiri siku hizi tumeletewa na kitabu Kiswahili cha kisasa, na kwenye lugha zingine ndivyo ilivyo. Hata kwa Kiingereza wanajaribu kutafsiri ili kuturahisishia, kwa sababu katika kushindwa kutafsiri umezaa madhehebu mengi. Tafsiri ya Kiebrania ukaiweka kwa wale wenye kujua Kiebrania, wanaweza kukuambia hili neno halina maana hiyo unayofikiria wewe, lina maana hii. Kwa hiyo wamejaribu kwenda zaidi kwenda kuitafsiri kwa kupitia Biblia ya Kiebrania badala ya kuchukua tafsiri kutoka kitabu cha Kiswahili peke yake au Kiingereza peke yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu lugha zingine ni kubwa, pana. Lugha zingine maneno ni mengi. Lakini unakuta Kiswahili kimeungwa majuzi tu hapa kwenye karne za karibuni. Kikaungwa kokota. Kwa hiyo hatuna lugha iliyopana ya kuweza kutafsiri neno la Mungu kutoka Kiebrania kuja Kiswahili tukapata maana halisi iliyokusudiwa, na imesababisha madhehebu yameongezeka kwa makabila tofauti ya mataifa mengine pia, kwa sababu ya kutafsiri isivyo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ili nitoe mfano, hata wakati mwingine nikawaambia watu niliokuwa nazungumza nao, watu wengine wanakunywa pombe bila kujua, kwa sababu ya maneno matatu ambayo wanaunganisha wanafanya ina maana moja. Kumbe ni Kiswahili kilishindwa kubeba lugha ya Kiebrania ilikuwa inamaanisha nini kuhusu
divai, mvinyo na kileo. Ukienda kwenye Kiebrania ndio unaweza ukaelewa vizuri zaidi kama utakuwa unakifahamu, lakini haina maana moja. Na ukitaka kujua haina maana moja, ni tafsiri iliyojaa kwenye ile sentensi. Kwa ile tafsiri inamaanisha nini? Tafsiri kwenye kileo utakuta inaandika jambo la kuwa macho mekundu na vitu vya namna hiyo. Sikumbuki haraka hiyo mistari. Lakini ukienda kwenye Kana ya Galilaya, kitu alichotengeneza Bwana Yesu haikuwa kileo. Sasa watu wanachanganya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaingia na kugawanya watu kwa sababu ya tafsiri. Na sio hiyo tu, mambo yapo mengi kwenye Biblia ambayo kulingana na lugha, basi tafsiri zimesababisha watu kutengana na kuanzisha kitu cha tofauti, au wakaingiza kitu cha tofauti kwenye kanisa. Matokeo yake kile cha tofauti kilichoingizwa, watu wakatoka kwa sababu wameshachafua madhabahu, wameingiza kitu ambacho hakifai kwenye madhabahu takatifu. Kwa hiyo watu wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Luka 30 mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga. Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na atambue haya ninayowaandikia. Paulo, tuyatambue haya ya kwamba ni maagizo ya Mungu mwenyewe, ni maagizo ya Yesu Kristo. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga, yaani halazimishi, kama ambavyo hata na mimi nimesukumwa kusema haya, sio kwa sababu hatuyajui, tunayasoma kila siku. Lakini kilichonisukuma ni jinsi ambavyo mtu anaweza kunena kwa lugha, kumbe ni mapepo. Ukamwacha kumhudumia au ukasema naye na akawa mbishi kabisa, kumbe amejaa mapepo. Kumbe hata kukaa kwake mahali kama hapa ni wakala wa shetani, amebeba shetani, lakini hajitambui. Na hata ukiongea naye atakuwa mbishi, kwa sababu zile roho ndizo zinazungumza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikutana na mtu wa namna hiyo, ana kiburi cha uzima. Yeye ni yeye, ana kiburi cha uzima. Mwingine ana kiburi na mapepo yanamfanya awe na kiburi kwa sababu ya dhehebu alilotoka. Nikwambie, dhehebu lako halina mbingu, halina. Mbingu ni ya Bwana Yesu, na hatawaliwi na dhehebu la mtu yeyote. Kwa hiyo unapofika madhabahuni pa Mungu, sasa uzuri sisi hatuko chini ya dhehebu lolote. Kwa hiyo tukisema haya, tunasema kwa ushindi, kwa sababu hatudharau pia dhehebu la mtu. Tunaheshimu madhehebu yote, tunaheshimu watumishi wa Mungu wote kabisa. Lakini bado tutasema neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu hili ndio linapaswa sisi wote tufuate kama lilivyo. Na maneno haya yameandikwa ili apate kutuonya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe na umoja katika Roho Mtakatifu, ili tukikutana kunena kwa lugha
Shetani anapokuona kama wewe hujui maana ya kunena kwa lugha, anakuchomekea lugha yake, kumbe ni lugha ya kuzimu. Na unaponena unanena kwa sababu hujui tafsiri. Kumbe yale unayonena ndio yanakuangamiza. Kumbe yale unayonena unaongea na mababu zako wale mizimu, ndio unanena nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuchunge sana swala la kunena kwa lugha. Ni zuri, lakini wakati gani? Na isikupe kiburi. Ukishapata kiburi kwa sababu unanena kwa lugha, ole wako, kwa sababu kiburi hicho ndio mlango wa shetani kuingia. Mstari wa 39. Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni sana kutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Takeni sana kutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Na hata mimi nasema usizuie kunena kwa lugha, lakini tutake sana kutubu, kwa sababu katika kutubu ndipo utajenga kanisa la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mstari ule wa 40 wa mwisho malize. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Amen. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa hiyo shida ni kukosa utaratibu. Hicho ndicho kinachotufelisha, ndicho kinachotuangusha. Kinatuangusha kwa sababu hatuna utaratibu. Fikiria kama mwili wako ulivyopangika kutoka kichwani mpaka mguuni. Macho hata siku moja hayahangaiki kutaka kusikiliza, kwa sababu sio masikio. Wala masikio hayahangaiki kutaka kuongea, kwa sababu sio kinywa. Mikono haioni shida kutulia wakati unatembea, kwa sababu sio miguu. Ule ni utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaweka chakula mdomoni, sio kinywa ndio chenye njaa, ni tumbo. Lakini kwa sababu ni kiungo, kinywa ni kiungo, unapoweka chakula chako mdomoni, ugali wako mdomoni, kazi ya mdomo ni kuhakikisha kuwa chakula kiende tumboni, kwa sababu ndio halisi. Kila mmoja ni kiungo kwa mwenzake. Kinywa ni kiungo kwa mwili, ni kiungo kwa tumbo. Tumbo haliwezi kushiba bila mdomo. Sasa ukute kinywa sasa kinataka kuwa tumbo, ina maana ukiweka chakula hakitaenda. Kitaendaje? Inaweza kuwa hata Mungu akagawa kwamba mtumishi fulani akaanzisha kanisa, lakini yule ni kiungo tu. Kumbe kuna kitu angefanya iwe kiungo kwa kanisa lingine. Badala yake yeye kama ni kinywa, basi akipokea ugali hataki iende kwa mwingine ambaye ni tumbo. Hilo kanisa linajengwaje? Bwana Yesu asifiwe. Litajengeka, litakuwa na afya. Hilo ndilo tatizo tunalopitia, ya kuwa sasa ili mikono ikafanye kazi inabidi miguu itembee. Ukishafika miguu ikishapeleka mwili pale, mikono itafanya kazi. Lakini mwingine amezira, amesema sio adhehebu langu. Kazi ya Mungu inastaka na kuhamia mahali na umebanwa, alafu unasema unaenda mbinguni. Hiyo mbingu tutaiona? Bwana Yesu asifiwe.
Tusome mstari mmoja tu wa Waefeso 4. Waefeso 4 mstari wa 25. Waefeso 4 mstari wa 25. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Amen. Amen. Tumesikia watu wa Mungu, kila mmoja kiungo kwa mwenzake. Wewe ni kiungo kwa mwenzako. Mwambie mwenzako leo karibu naye, wewe ni kiungo kwangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio kanisa la Mungu.